Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, naomba nitambue itifaki kama ilivyotambuliwa awali. Wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Asanteni. Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kwa kutuwezesha kukutana katika hafla hii ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kukulinda, kukuhifadhi na kukupa afya njema wewe Mheshimiwa Rais wetu na Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Rais, naomba nikushukuru sana na kwa dhati ya moyo wangu kwa kukubali kuungana nasi leo katika tukio hili muhimu. Tunatambua majukumu mengi na mazito ulionayo ya kuongoza taifa letu. Umetuheshimisha sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia zawadi ya muda wako adimu, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kuhitimisha mafunzo maafisa na wakaguzi wasaidizi wanaohitimu leo, na kwa sisi sote tuliopo hapa tunasema asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naomba nikushukuru kwa kuendelea kuniamini na kwa kunipa jukumu la kusaidia katika hii Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Ninapata ushirikiano mzuri wa Mheshimiwa Naibu Waziri Daniel Silo, mbunge, Katibu Mkuu Ali Gugu, Naibu Katibu Mkuu Dr. Madu Kazi, management na watumishi wote wa wizara na wakuu wa vyombo vilivyopo chini ya wizara ikiwemo taasisi ya NIDA. Tunakuahidi Mheshimiwa Rais, timu hii niliyoitaja na mimi nikiwa kiongozi wao, tutaendelea kujituma katika kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao unadumishwa, na tunakuahidi kuendelea kulinda tunu za taifa letu bila kuchoka, ikiwemo tunu ya amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, kipekee ninawapongeza wahitimu maafisa na wakaguzi wasaidizi wote kwa kufuzu mafunzo kwa kipindi cha miezi waliokuwepo hapa chuoni. Hongereni sana wahitimu. Ninampongeza mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Camillus Wambura na management ya jeshi zima la polisi kwa kuratibu na kusimamia kimkakati mafunzo haya. Wahitimu wetu wa leo wamepata maarifa ya viwango vya hali ya juu na ujuzi wao unaenda kuongeza weledi katika kutanzua changamoto za kiusalama nchini. Mheshimiwa Rais, naomba kumpongeza Dr. Lazaro Benedict Mambosasa, Naibu Kamishna wa Polisi na Commandant wa Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam, na wakufunzi wote wa chuo kwa kuhakikisha kuwa mafunzo yanatolewa yanakidhi viwango na ubora unaohitajika na yanaendana na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Rais, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ndani na nje ya nchi yetu limekuwa linafanya kazi nzuri ya kuhakikisha kuwa wanazuia na kutanzua uhalifu na matishio mbalimbali ya kiusalama hapa nchini. Wiki iliyopita, Mheshimiwa Rais, wakuu wa majeshi ya polisi wa nchi za SADC chini ya Shirikisho la Polisi Kanda ya Kusini mwa Afrika SAPCO walikutana hapa Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wao wa SAPCO IGP Camillus Wambura kujadili na kupanga mikakati mbalimbali ya kuzuia na kupambana na makosa ya kupangwa na yanayovuka mipaka, yani transnational organized crime. Mheshimiwa Rais, mkutano ulikuwa wa mafanikio makubwa na nilipata fursa ya kuufungua. Tanzania tulipongezwa kwa uwezo mkubwa wa jeshi letu la polisi kwenye masuala ya mafunzo, vitendea kazi, nidhamu ya maafisa na askari na uwezo mkubwa wa kiintelijensia wa jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama nchini ambavyo wewe ndio Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza
kwa kuendelea kuliwezesha na kuliboresha Jeshi la Polisi. Umeimarisha miundombinu muhimu ya jeshi vikiwemo vyuo vya polisi, ujenzi wa ofisi za makamanda na nyumba za askari, maboresho ya maslahi na posho mbalimbali kwa askari na ununuzi wa vifaa na vitendea kazi vipya na vya kisasa vinavyosaidia kuleta ufanisi katika utendaji wa Jeshi la Polisi. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa maono na mchango wako mkubwa wa kutambua na kuthamini umuhimu wa kuwaboreshea mazingira mazuri ya kazi askari wetu. Hali kadhalika, kupitia mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, tume uliounda kwa usikivu wako baada ya wananchi kulalamikia ucheleweshaji wa haki kwa upande wa vyombo vya usalama vinavyoshughulikia na haki jinai, Mheshimiwa Rais, tunaendelea kutekeleza maelekezo yako kama ulivyoagiza. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha, naomba nishukuru Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson kupitia kamati ya NUU, wizara pamoja na vyombo vya usalama vilivyo chini ya wizara, tunapewa ushirikiano mzuri sana na bunge letu. Tumeshuhudia bunge likisimama na serikali kindakindaki pale maslahi ya taifa letu yanapoguswa. Hata pale watu kutoka nje ya nchi wasio na nia njema na nchi yetu, tumeshuhudia bunge letu likisimama kidete kutetea heshima ya nchi yetu. Tunalishukuru sana bunge letu. Mheshimiwa Spika, asante sana. Mheshimiwa Rais, naomba kuwashukuru kwa dhati mwenyekiti wetu wa kamati ya NUU, Mheshimiwa Vita Kawawa, ambaye tuko pamoja naye na wajumbe wote wa kamati ya NUU. Kwa uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Spika, kamati ya NUU imekuwa ikifanya kazi kwa kujituma na kwa uzalendo mkubwa. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkitupa wizara. Mheshimiwa Rais, naomba ni kushukuru kipekee kuwapandisha maafisa na wakaguzi wahitimu. Nafasi hii inanipa faraja kubwa sana kama waziri mwenye dhamana ya Jeshi la Polisi, kwa kuwa ninakuwa naongoza maafisa, wakaguzi na askari ambao wana morali na hali kubwa ya kufanya kazi kwa makubwa na mazuri unayowafanyia wewe amiri jeshi mkuu wetu. Mheshimiwa Rais, asante sana. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema maneno haya machache, ninayo furaha kubwa kukaribisha ili uongee na hadhira hii ya wahitimu na taifa kwa ujumla, na hatimaye uweze kufunga mafunzo haya ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa Jeshi la Polisi. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante, tukae. Asante sana band. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, kiambatana na mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Vita Kawawa, Mheshimiwa Innocent Bashungwa, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Mtendaji Mkuu wa Mahakama akimwakilisha Jaji Mkuu, ndugu yetu Olesante Ole Gabriel, IGP Camillus Wambura, Mkuu wa Jeshi la